beach, put your hands to the sky. Feels alright. When I'm with you, everything feels alright. It feels alright. It feels alright. Yeah. It feels alright. Bana, Waswahili huwa wanasema kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sasa kwake Bien kutoka katika nchi ya Kenya, kwanza kabisa ameonekana kwamba ni msanii ambaye alifanya vizuri tamasha lake ambalo lilifanyika kule Zanzibar, yani Trace Awards. Basi katika tamasha lile ambalo basi aliweza kumuokoa Mario kupitia kile alichokuwa anakiperform, na baada ya muda mfupi basi aliweza kuchukua kijiji, yani aliweza kuchukua maarufu kwa muda huo. Sasa amekuja na jambo hili hapa ambalo watu wengi zaidi kupitia mitandao ya kijamii wanasema kwamba yawezekana ikawa ni njia nyingine ya kwake Bien kwa mwaka 2025, ambayo basi anaenda kufungua milango mingine tofauti ambayo ilikuwa imejifunga kwa muda mrefu. Kwake Bien amekuwa akifanya tour mbalimbali, lakini kama solo artist, yani kama msanii binafsi, hajawahi kufanya tour hizi ambazo zimekuwa za kimataifa. Sasa kuna DJ anaitwa DJ Ramor. Yani DJ huyu ni moja kati ya ma DJ ambao wanajihusisha na tour mbalimbali, lakini pia ni moja kati ya mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kufanya mixing, lakini pia kuproduce nyimbo. Sasa alivyofanya tour yake katika nchi ya Kenya, sasa baada ya muda mfupi basi aliweza kukutana na Bien, kwa sababu aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, je, mnafikiri kwamba nifanye ngoma na msanii gani kutoka katika nchi ya Kenya? Mwisho wa siku watu wengi walisuggest kwamba Bien ndio msanii ambaye anastahili kufanya kazi na DJ huyu ambaye ni DJ mkubwa sana ambaye anafanya tour katika mataifa mbalimbali. Naweza nikasema kwamba kwake Bien huu ni mlango mwingine ambao umeweza kujifungua kwa kipindi hichi hapa kwa mwaka 2025. Sasa kupitia ukurasa wa kwake DJ Ramor amekuwa akichapisha video hizi ambazo nimekuwekea, zikiwa zinaonyesha kwa namna gani ambavyo walikuwa wanafanya maandalizi ya video ya kwake pamoja na Bien, ngoma iliyoitwa jina All I Need, ambayo basi video hii imeshachapishwa katika ukurasa wa YouTube mpaka kwa hivi sasa, na watu wengi wamezidi kutazama video hiyo. Sasa naweza nikakupa muhtasari kidogo kuhusiana na jambo hili. DJ Ramor ni moja kati ya msanii anayejulikana kwa mitindo yake ya Summer Nostalgia. Yani Nostalgia ni moja kati ya muziki ambayo ni tofauti, muziki ambayo inasikilizwa zaidi kipindi cha Summer. Sasa kipindi hicho basi huwa DJ huyu amekuwa akimix au akiwa anachanganya sauti za majira ya joto na hisia za nostalgia, nostalgia ambayo basi kwa namna moja au nyingine basi muziki hii alikuwa akichanganya katika mixing zake za hapa na pale, zimekuwa zikiwaburudisha watu wengi zaidi. Hizi zimekuwa zikiwagusa mioyo ya wasikilizaji mwaka mzima, yani zimekuwa zikiwafanya watu wengi zaidi basi kuzidi kupenda ngoma hizi ambazo amekuwa akizichanganya na kuziweka na kuzipachika katika mitandao mbalimbali. Sasa naweza kukwambia kwamba ni moja kati ya ma DJ ambao wana streaming nyingi sana katika mitandao mbalimbali. Kwanza kabisa ana zaidi ya milioni 1.5 ambapo jumla ya streaming milioni 500, akiwa zaidi basi ni moja kati ya mtu ambaye anawavutia mashabiki duniani kote. Sasa Ramor ni moja kati ya mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kumixi vitu mbalimbali, yani ngoma mbalimbali ambazo mwisho wa siku DJ kama DJ basi anakuwa na manufaa makubwa sana. Kupitia kipindi hichi ambacho amefanya ngoma na Bien, basi naweza ngasema kwamba ni moja kati ya mtu ambaye anamfanikishia Bien kuweza basi kusikika katika sehemu mbalimbali kupitia kwamba yeye ni DJ, na akifika katika sehemu hizo basi lazima atagonga ngoma hizo, na melody ambayo Bien amepita nayo ndani basi naweza ngasema kwamba ni melody ambazo ni za kimataifa, itampa Bien nafasi nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Sasa mnamo mwaka 2020 Ramor alifanya ziara ya mafanikio katika maeneo mbalimbali, akiwa anaongoza tour zilizoshindwa tiketi barani Afrika, yani kuanzia Asia na Amerika. Ziara yake katika nchi ya Kenya iliyovutia umati mkubwa sana, ikionyesha kwamba ni umaarufu wake katika soko la Afrika Mashariki. Yani DJ Ramor ni mmoja kati ya mtu ambaye ana umaarufu mkubwa sana katika upande huu wa Afrika Mashariki. Katika ushirikiano wake na msanii wa Kenya Bien, ambao basi kwa hivi sasa ndio ngoma hii tunayoiongelea sasa, walitoa wimbo wao ambao ulioitwa All I Need, ukiwa na video rasmi sasa ambayo imechapishwa katika ukurasa wa YouTube. Yani pia Ramor ni moja kati ya mtu ambaye ametoa mchango mkubwa sana na mchanganyiko wa muziki uitao Morning Chili Mix, ambao basi kuanzia hivi sasa basi unaweza kupatikana katika mtandao wake wa YouTube. Lakini pia kutoka kwa msanii wa Kenya ambaye anaitwa Savannah, ambaye akionyesha mandhari ya Kenya lakini pia na kutoa hisia ya utulivu kupitia nyimbo hiyo.
naweza ngasema kwamba moja kati ya mtu ambaye ana ushawishi mkubwa pia ni moja kati ya huyu mwamba anamuita Savana. Ni moja kati ya mtu ambaye ana ushawishi mkubwa katika nchi hiyo ya Kenya. Ni moja kati ya mtu ambaye ukisikiliza nyimbo zake basi utapata majibu kwamba ni wale wakina Bien ambao wana uwezo wa kimataifa, ila tu wameamua tu kukaa kimya na kuchill kwa sababu kuna mambo ambayo hawajataka yazidi kujulikana katikati ya maisha yao, au ndio hivyo hawajapata mtu ambaye anaweza kawekeza katika kipaji chao. Sababu kipaji bila kuwekeza nayo pia ni kizaazaa. Yani unahitaji uwekezaji ambao utakufanya hata wewe mwenyewe msanii basi uzidi kunufaika kupitia uwekezaji huu. Mfano kama Diamond Platnumz katika nchi yetu ni mmoja kati ya mtu ambaye anawekeza kupitia sanaa yake, na mwisho wa siku manufaa anayoyapata basi amekuwa akiwashangaza watu wengi zaidi. Je, vipi kuhusiana na Harmonize? Vile vile ni watu ambao wanawekeza, na ndio maana hata ukitaja wale A-list basi lazima uwataje wao, kwa sababu uwekezaji wao ni uwekezaji wa hali ya juu, uwekezaji ambao umekuwa ukiwatishia watu wengi ambao wamekuwa wawekezi kwa kipindi cha nyuma. Sasa kupitia ngoma hii ambayo DJ Ramoro amefanya pamoja na Bien, basi naweza nikasema kwamba ni moja kati ya mtu ambaye basi ushirikiano wao huu unaweza basi ukazaa matunda makubwa sana, kwa sababu ziara ambazo zinakuwa zinaonyeshwa juhudi za Ramoro katika mataifa mbalimbali, basi mwamba pia Bien anaweza pia akafikia soko la kimataifa na kuleta ladha mpya ya muziki wa Kiafrika duniani, tena duniani kote, ikiwa itaendelea na mikakati hii ambayo basi kuanzia hivi sasa DJ Ramoro amekuwa akionyesha waziwazi kupitia mtandao yake mbalimbali. Lakini pia hata pia video ambayo wameshuti katika mandhari ya Afrika. Kwa hiyo pia inaweza ikazalisha matunda makubwa sana kupitia ngoma hii. Bien ni moja kati ya mtu ambaye kwa hivi sasa anaonekana kwamba ni giant ambaye anakuja. Ni giant ambaye anakuja basi kuzalisha vizazi vingine ambavyo vitakuja kuwa kama wakina Burna Boy walipokuwa katika nchi ya Nigeria. Naweza ngasema kwamba nyota njema huonekana asubuhi kabisa. Kwake Bien nyota yake imeanza kuonekana yani mapema sana, na ukijua kabisa kwamba Watanzania wengi zaidi basi huaga wakisha ku appreciate basi wanazidi kukusupport. Lakini pia hata nchi ya Kenya pia inamsupport sana Bien kama msanii ambaye anakuja kwa kasi sana. Kundi la Sauti Sol kuvunjika kwake inasemekana kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechangiwa na mbinu ambazo zilikuwa zinatumika katika kundi hilo. Mmoja kati ya kijana ambaye katika kundi lile basi alikuwa anajihusisha na masuala ya ushoga, yani mwanaume kwa mwanaume, wala kulikopo hakuna mwanamke. Kwa hiyo katika kundi lile basi liliweza kuvunjika. Kama umefuatilia zaidi basi performance ambayo hata pia imefanyika katika nchi ya Kenya ya Burna Boy, basi utakuja kugundua kwamba katika kundi lile alikosekana kijana mmoja, yule mfupi, sikumbuki jina lake vizuri, lakini ipo wazi kwamba kijana yule ni mmoja kati ya mtu ambaye anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, na ndio maana hata kundi lile limeweza kuvunjika. Na ukijaribu kuangalia wao hawaweki wazi chanzo cha kuvunjika kwa kundi, ila wanajaribu kuficha na kuweka kwamba kundi lilikuwa limevunjika kwa ajili tu ya mambo ambayo ni ya kawaida. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni haya ambayo nilikuwa nimekuandalia, na hii ni Harmonize News. Mimi ni Pablo. Bye bye for now.